إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعاذني الله وإياكم من البدع والضلالات اللهم آمين. إخوة الكرام، أولا أوصيكم جميعا ثم أوصي نفسي بتقوى الله سبحانه ولقد فاز ونجى المتقون. أما خطبتنا الجمعة اليوم من أحداث شهر ذي القعدة. Khutba yetu ya Ijumaa ya leo tutajaribu kukumbushana juu ya matukio yaliyojitokeza katika mwezi wa Dhulqaada. Matukio haya ni mutakarira, mengine ni ya kujirudia, lakini mengine pia vile vile yalikuwa ni mapya katika zama za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na kama vile ambavyo haifichikani, mwezi wa Dhulqaada ni katika miezi mitukufu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amesema inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ardh minha 4 hurum. Allah anasema hakika miezi mbele ya Allah ni miezi 12. Tangia ile siku Allah kaiumba mbingu na ardhi, lakini ndani ya miezi 12 kuna miezi 4 mitukufu. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, ndani ya hii miezi mitukufu msidhulumu nafsi zenu. Waqatilul mushrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa, wapigeni washirikina vita wote kama vile ambavyo wanakupigeni ninyi vita. Na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallama ikaayidi hili, ikatilia nguvu iliposema inna zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqa Allahu samawati wal ardh, zama zimekurubiana kama zilivyokuwa asili kuanzia ile siku Allah ameumba mbingu na ardhi. Akasema as-sana 12 shahran, mwezi una miezi mwaka una miezi 12, minha 4 hurum, miongoni mwao ni miezi 4 mitukufu. 3 mutawaliyati, mitatu inafuatana ambayo ni Dhulqaada, Dhulhajj na Muharram. Hii inaitwa ni miezi ya hija. Na Muharram wa Rajabu shahru Mudhar alladhi baina Jamada wa Shaaban, na mwezi wa Rajab ambayo umetenganishwa baina ya Jamada al-akhiri pamoja na Shaaban, wenyewe huko katikati baina ya Jamada na Shaaban. Katika miezi hii mitukufu Allah subhanahu wa ta'ala katuambia dhalika wa man yu'adhimu sha'air Allah fa innaha min taqwa alqulub, hakika yoyote atakayeadhimisha yale matukufu aliyoyaweka Allah subhanahu wa ta'ala, huo ni katika uchamungu wa nyoyo.
Hasa tukija katika mwezi wa Dhulqaada, Allah subhanahu wa ta'ala alimpa Musa alayhi salatu wasalam baadhi ya amri. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa wa'adna Musa 30 layla wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 layla. Hakika tulimpa ahadi Musa alayhi salatu wasalam aweze kutoka kwenda kuzungumza na Mola wake 30 layla, kwa muda wa siku 30. Wa atmamnaha bi'ashrin, tukamtimilizia zingine 10. 30 layla, wanasema wanawachuoni wa tafsiri, ni mwezi mtukufu wa Dhulqaada ulikuwa na siku 30. Kwa hiyo ndo mwezi ambaye Allah alimkusudia Musa alayhi salatu wassalam kwenda kufanya mazungumzo naye. 30 layla, siku 30. Wa atmamnaha bi'ashrin, tukamtimilizia na siku zingine 10 ambazo ni tarehe, kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 10 za mwezi wa Dhulhajj, zikawa jumla ni siku 40. Wa atmamnaha bi'ashrin, ile tarehe 10 ya mwezi wa Dhulhajj ndio siku ya an-Nahar, ndio siku ya kuchinja na ndio siku ya Eid al-Adha. Kwa imeanza mwezi mzima wa mwezi wa Dhulqaada ukaingia na mwezi wa Dhulhajj, masiku 10 ya mwanzo ndio Musa alayhi salatu wasalam alikuwa katika miqati ya Mola wake. Ndugu zangu katika imani, miongoni mwa matukio yalotokea katika mwezi huu wa Dhulqaada ni azawatu Bani Quraidha. Ni vita vilivyopiganwa vya Bani Quraidha, na hivi vita vimepiganwa mwaka wa 5 wa Hijiria, baada ya mtume kutoka Maka kwenda Madina. Na vita hivi vilikuwa vinafuatana na vita Ghazwatul Ahzab, baada ya wale Wayahudi kuvunja mikataba waliowekeana na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akaamua kuwapiga vita kwa mikataba walioivunja. Tena walikusudia kumuua bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Miongoni mwa matukio yaliyotokea ndani ya mwezi wa Dhulqaada ni hisaru Taif fi al-aam ath-thamin min al-hijra, wale waislamu kuzingirwa katika mji wa Taif na kunyimwa baadhi ya hukuki ambayo ilikuwa ni mwaka wa 8 wa Hijiria. Lakini tukio kubwa ambalo litabeba hutuba yetu yote ndani ya mwezi huu wa Dhulqaada ni sulhul Hudaybiyah. Kutokea ndani yake sulhu aloiweka bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na Makuraish, na ikaitwa ni sulhul Hudaybiyah. Ndio wanawachuoni wa tarikhi na tafsiri wakatuambia, ala wa inna min a'dhami ayami nubuwa, miongoni mwa masiku mazito ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika unabii wake ilikuwa ni yaumul Hudaybiyah, ilikuwa ni siku ya Hudaybiyah, katika sulhul Hudaybiyah. Waqad raa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi manamihi, bwana mtume aliota kwenye ndoto usingizini, annahu yadkhul huwa wa ashabahu Masjid al-Haram. Aliota anaingia yeye na maswahaba wake katika msikiti mtukufu wa Makka. Wakati huo yuko Madina, kama vile ambavyo tunavyotambua ya tura kwamba mtume kazaliwa Makka, lakini alihama kaenda Madina, kaiacha Makka. Kama inavyofahamika nabii kwao haheshimiwi, alienda Madina na akaweka daulatul islamia. Hasa anakuja mji wa Makka kuja kuufungua, lakini pia kuja kufanya ibada ya haji au ibada ya umra. Bwana mtume sallallahu alaihi wasallam aliota hilo kwamba anaingia katika msikiti wa Makka na anakuja kuufungua yeye na maswahaba, wa annahum yatufuna bilbait, akaota amefanya tawafu katika nyumba tukufu. Fa akhbara ashabahu bidhalika, bwana mtume akawaeleza maswahaba kwamba nimeota hivi na hivi na hivi. Fafarihu farhan shadida, walifurahi furaha iliyokuwa kubwa mno kuona kwamba wanaenda kuifungua Makka ambayo ni mji wa kikafiri. Qala Allahu ta'ala, laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bilhaq la tadkhulunna almasjid alharama insha Allahu aminina muhalliqina ru'usakum
wa muqassirina la takhafun. Allah subhanahu wa ta'ala asema laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bilhaq. Allah amemtimilizia mtume wake ndoto ya kweli isiyekuwa na mashaka, akimwambia la tadkhulunna almasjid alharam, kwamba ewe Muhammad la tadkhulanna almasjid alharama insha Allah, utaingia katika msikiti mtukufu wa Makka pale atakapotaka Allah. Utaingia na maswahaba wako, aminina muhalliqina ruusakum, mkiwa na amani, mtanyoa vichwa vyenu, wa muqassirina la takhafun, ima mtanyoa vipara au mtapunguza, lakini msiwe na hofu katika hilo. Qala al-Aini rahimahullahu ta'ala, Imamu al-Aini katika tafsiri ya aya hii anasema rahimahullahu ta'ala, wa kana khurujuhu sallallahu alayhi wasallam min al-Madina, kutoka kwake bwana mtume sallallahu alayhi wasallam katika mji wa Madina ilikuwa ni yaumul ithnain, ilikuwa ni siku ya Jumatatu, hilali dhilqa'd, mwezi wa Dhulqa'da, sana 6 bila khilaf, mwaka wa 6, wala hapakuwa na khilafu katika hilo, mwaka wa 6 wa hijiria. Kharaja fi 1400 min ashabihi almuhajirina wal ansar, bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alitoka na maswahaba katika muhajirina na maanswari, wakitoka Madina kwenda Makka walikuwa watu 1400, walikuwa watu 1400. Lakini waman la'iqa bihim min al-arab, muhajirina na maanswari katika maswahaba wa mtume na wale walofungamana nao katika Waarabu. Maana kuna wengine hawakuwa ni Waislamu, lakini maadamu mtume anaenda Makka na wao wakapendezwa kuingia katika mji wa Makka, walifungamana nao pia. Bwana mtume alipofika, alikokurubia Makka, fa ahrama wa ashabahu min Dhulhulaifa, akafanya ihramu yeye na maswahaba wake katika sehemu ya Dhulhulaifa, kando kidogo mwa mji wa Madina pale kwenye hudud. Akahirimia katika sehemu ya Dhulhulaifa. Wasaqa maahu alhadi lita'lama Quraish annahu ma ata illa lilumra, akiwa pamoja na vichinjwa vya kwenda kuchinja kule wanakoenda, kwa ajili ya Makuraishi wafahamu kwamba mtume hajaenda kwa ajili ya kuwapiga vita, bali anaenda kwa ajili ya ibada ya umra, ndicho anachokiendea. Walamma wasala akhbarahu Bishru al-Ka'bi anna Quraishan qad ista'adda lisaddihi min albayt. Alipofika karibu, Bishru ibn Ka'bi akamwambia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, hakika Makuraishi wamejiandaa kukuzuia, hautaingia, utazuiliwa. Alipotambua hilo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, fasalaka tariqan ukhra, akapita njia nyingine tofauti na ile aliyokuwa anaifuata ya mwanzo. Alipofika katika sehemu ya Hudaybiyah, habasa naqatahu habisin, wakaja watu wakamzuia yeye na msafara wake, wakamzuia yule ngamia wake, unaenda wapi? Hatutaki uingie. Akazuiliwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa arsala Khirash al-Khuzai ila Quraish, akamtuma Khirashi ibn Khuzai, nenda ukawaeleze wale Makuraish, sisi hatujaja kivita wala hatutaki shari, sisi tunakuja kufanya umra, tunaondoka zetu. Fa aradu an yaktuluhu, wakataka kumuua. Fa arsala Uthman ibn Affan, bwana mtume akamwambia Uthmani, ebu Uthmani, nenda ukawaeleze Makuraishi, sisi tumekuja kwa ibada ya umra, hatuhitaji vita na mtu yoyote. Uthmani alipoenda katika ule mujadala na munazaa, muda ukarefuka kabla Uthmani hajarudi kwa mtume, wamesimama kando mwa mji. Shaa baina nasi anna Quraishan qataluhu, habari zikaenea kwa watu kwamba Makuraishi wamemuua Uthman ibn Affan. Hapo ndo bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama akaona kweli hawa watu wanajidia. Kama walitaka kumuua Khirashi, akarudi mbio, nimemtuma Uthman, leo nasikia napata habari kwamba wamemuua Uthman.
fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil bai'a. Bwana Mtume akawakusanya maswahaba, akawaambia nipeni bai'a. Hapa nataka niwaone katika ninyi niko na nani siko pamoja naye. Manake hapa mambo yamegeuka, lazima tujipange kisawasawa. Nani yuko na mimi, nani hayuko na mimi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridu al-bai'a, nataka bai'a. Fabayauhu ala alla yafirru, wakampa bai'a Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, hatutakimbia na uchache wetu, tuko 1400 lakini tutapambana hata kama waje mamilioni. Na katika riwaya nyingine imekuja fabayauhu ala al-maut, wakambai'a Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama kweli wamemuua Uthman lazima sote tufie hapa au Allah alete nusura yake. Wakampa bai'a katika hiyo. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi al-yumna, Bwana Mtume kaashiria kwa mkono wake wa kulia, akaashiria akasema hadhihi yadu Uthman, huu ndio mkono wa Uthmani leo. Kama ameuawa Uthman, huu leo natoa ni mkono wake. Fadharaba biha ala yadi, akaupigiza juu ya mkono wake mwingine. Faqala hadhihi li Uthman, asema huu mkono ni kwa ajili ya Uthman ibn Affan. Waqala sallallahu alayhi wasallam, Bwana Mtume akawaambia hao maswahaba, antumul yawma khairu ahli al-ardh, ninyi hivi leo ndio watu bora katika watu wa ardhi. Ninyi leo hii katika ardhi hii ninyi ndio watu bora, hakuna mfano wenu. Waqala sallallahu alayhi wasallam la yadkhulu an-nara insha Allah min ashabi ash-shajara ahadun, katika ninyi mlonipa bai'a chini ya mti hakuna hata mmoja atakayeingia motoni insha Allah, ninyi wote ni watu wa peponi. Alladhina bayauhu tahta shajara, wale walompa bai'a chini ya mti. Wa fihim nazala qawluhu ta'ala, hapo ndo ikateremka kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, laqad radiya Allahu 'anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta shajara, Allah amewaridhia waumini pale walipokupa bai'a chini ya mti. Fa'alima ma fi qulubihim, Allah akatambua yaliyoko kwenye nyoyo zao, ukweli wa imani zao. Faanzala sakinata alaihim, akawateremshia utulivu, hawajatetereka hawajakimbia. Wa athabahum fathan qariba, lakini akawapa bishara njema, ufunguzi wa Maka ndo uko karibu. Hapa ndo ufunguzi wa Maka unaingia, uko karibu. Wa ata Badil al-Khuzai faamarahu an yadhhaba ila Quraish, akamwendea Badil al-Khuzai akamwambia hebu nenda tena kwa Makuraish, waambie wayurid alaihim sulh, waambie hata kama wamemuua Uthman, kama habari hizo ni za kweli, sisi tunataka suluhu pamoja na wao, tunataka suluhu pamoja na wao. Fa inhum abau, kama watakataa suluhu, fawalladhi nafsi biyadihi law qatilannahum ala amri hadha hatta tanfarra salifi wa yanfadha Allahu amrahu, na hakikisha kama watakataa nitawapiga vita mpaka pale Allah atakapotoa hukumu ya jambo hili. Alipomtuma Badil, faabat Quraish, Makuraishi pia wakakataa, wakamwambia sisi leo hatuna suluhu, akija Muhammad na mwenyewe tunamuua. Thumma arsalat Quraish Al-Halas, Makuraish wakamtuma jamaa mmoja alikuwa anaitwa Al-Halas al-Kanani, wakamtuma wakamwambia hebu nenda kwa Muhammad mwambie hatutaki sisi suluhu, arudi na watu wake au aingie tupigane akitaka. Alipoenda huyu jamaa akaja akamsifia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Makuraish, asema huyu jamaa mnemkataza kuingia hapa, wallahi mimi sijaona isipokuwa ni ajabu. Ta'dhiman li ahlihi, watu wake wanamuadhimisha. Lilhadi, tena wako katika muongozo, lakini naona pia vile vile wanampa taadhima na tabjila na ijlal, wanampa heshima kubwa mno. Waqala ya ma'ashara Quraish, akawaambia enyi Makuraish, huyu mnayemtaka hivi leo ambaye mnamzuia kuingia Makka ni mtu anayetukuzwa na watu wake. Qad raaitu ma la yahillu saddi, nimeona kwake yeye tabia ambazo hatufai sisi kumzuia kuingia Makka, tuna haja ya kumwacha aingie. Faqalu ijlis,
inma anta arabiyu la ta'lamu shay'an, wakamwambia kaa wewe, tena wewe ni mbedui mshamba tu, hujui chochote. Wakamzuia, wakamkalisha chini. Wa arsala Quraish Urwa ibn Mas'ud, Makuraish wakamtuma mwingine Urwa ibn Mas'ud, ukamwambia Muhammad arudi zake Madina, hatuna sulhu wala hatuna chochote, la sivyo vita itasimama. Alipoenda Urwa ibn Mas'ud akarudi tena kwa Makuraish, faraja ilaihim faqala, akawarejea akawaambia, aya qaum, enyi watu wangu, wallahi laqad wafattu ala muluki, mimi nahakikisha nimewahi kupiga safari ya wafalme wengi mno. Wafattu ala Kaisar, nimeenda kwa mfalme Kaisar. Wa wafattu ila Kisra, nimeenda kwa mfalme Kisra. Wa wafattu ila Najashi, na nimeenda kwa mfalme Najashi. Wallahi in raaitu malikan qattu yu'adhimuhu ashabahu ma yu'adhimu ashaba Muhammadan, sijawahi kuona mfalme yoyote anayetukuzwa na watu wake kama watu wa Muhammad wanavyomtukuza Muhammad na kumwadhimisha. Sijawahi kuona mfalme yoyote katika ardhi anayetukuzwa na watu wake kama wanavyomtukuza watu wa Muhammad. Akasifia akasema, wallahi in tankhama nukhama illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum, Muhammad hawezi akatema kohozi, hawezi akatema mate ila yamedondokea kwenye mikono ya mmoja wao. Yakidondokea kwenye mikono ya mmoja wao sio kwamba atapangusa, atafuta au atayatupa, la, akasema akiyapata yale mate, fadallaka biha wajhahu wa jildahu, mtu anajipaka uso wake na ngozi yake yote anajipaka mate ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni mfalme gani duniani anaadhimishwa namna hiyo? Asema wa idha amarahum, kama atawaamrisha jambo, ibtadaru amrahu, wanakimbilia amri yake. Wa idha tawadha, na Muhammad yakitawadha, kadu yaktatiluna ala udhuihi, wanakaribia kuuana kwenye udhu wake, kila mmoja ayapate yale maji yanayodondoka kutoka kwenye nguzo ya Mtume, kwenye ngozi ya Mtume, ajipake yale maji. Wa idha takallama, akizungumza Muhammad, khafadhu aswatahum indahu, wanainamisha sauti zao zinakuwa chini, hawanyanyui sauti tena. Wama yahudduna ilayhim an-nadhar ta'dhiman lahu wa ijlala, hakuna hata mmoja anakodoa jicho kumtizama Muhammad kwa ajili ya kumwadhimisha Muhammad. Wa innahu qad arada alaykum khattu rushdi faqbaluhu, hakika Muhammad ameashiria kwenu ninyi ishara ya uongofu, mkubalieni suluhu. Falam yakbalu, pamoja na sifa hizi hawajamkubalia, wakamwambia na wewe umerudi na ushamba wako kama mwenzako, kaa nyamaza, acha si tufanye. Thumma arsalu Mikraz ibn Hafs, wakamtuma Mikraz ibn Hafs. Falamma ashrafa alayhim qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam hadha Mikrazun, alipofika bwana Mtume akawaambia maswahaba, huyu ni Mikraz, wa huwa rajulun fajir, huyu ni mtu kafiri na ni muovu kweli kweli. Faja'ala yukallimu nabiyya sallallahu alayhi wasallam, Mikraz yakaanza kumsemesha bwana Mtume. Wa nabiyyu samitu yasma'u, bwana Mtume amenyamaza anamsikiliza. Fabainama yukallimu, mara Mtume anaanza kuzungumza na Mikraz anamsemesha, akajitokeza mwingine, akaja mtu alikuwa anaitwa Suhail ibn Amr. Akaja Suhail ibn Amri, akakuta bado Mikraz wanazungumza na Mtume. Faqala nabii sallallahu alaihi wasallam, bwana Mtume akasema, laqad jaa sahalu qad sahala Allahu amrakum, kama amekuja Sahal, Allah subhanahu wa ta'ala amepesisha jambo lenu. Maana huyu najua ni mtu wa hikma, ni mtu wa busara na anaheshimika kwa Makuraishi, na akizungumza watamsikia. Hasa jambo lenu limetimia. Hapo wajara bainahuma sulh, ikapita sulhu baina ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na Makuraishi ala yadi Sahal au Suhail ibn Amr. Udu rabbakum wa antum muqinuna bil ijab. Alhamdulillah wa kafa, thumma salatu wassalamu ala khairil anbiya'i al-mustafa wa alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Usikum maratan thaniya, thumma uswi nafsi bitaqwa Allah subhanahu wa laqad faza wa najal muttaqun. Baada ya kuanza sulhu
baina ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na Makuraish, na ikaja habari kwamba kumbe Uthmani hajauawa na Uthmani akaja akiwa yuko hai. Wakaanza kufunga ile sulhu baina ya Mtume na wale Makuraish. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia uktub, andika. Mmoja akashika kuanza kuandika katika masahaba, akaandika uktub min rasulillah bismillahir rahmanir rahim. Wakamwambia la, usiandike bismillah, usiandike bismillah, hatutambui huyo arrahmani ni nani. Akaambia andika min Muhammadi rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Akamwambia la, usiandike Muhammadi rasulillah, andika Muhammad ibn Abdillah, sisi hatutambui kama yeye ni mtume. Wakakataa na hilo pia vile vile, wakalikataa na wakamwambia tuingie katika yale tutakayoyafikiana, tuingie kwenye mji wa Maka katika umra. Wakamwambia la, tusiingie, msiingie, satatuna ila sanatil qadim, mwaka huu muingii Maka, mtakuja mwaka ujao. Bwana Mtume akamwambia andikeni, yote akayakubali. Wa ata ila almuslimina min Quraish biduni idhni wallah. Baada ya kuendelea kuyaandika yale ya sulhu, wakamwambia tusimamishe vita kwa muda wa mwaka mmoja, kwa muda wa miaka 10, 10 sinin, miaka 10 hakuna kupigana. Mtume akamwambia sawa, hakuna shida, andikeni. Kaandika. Wengine, mkataba mwingine ulioandikwa, akija mtu katika Waislamu akaja kwa Makuraish asirudishwe, lakini akitoka katika Makuraishi kaenda kwa Waislamu arudishwe. Mtume akamwambia andikeni, haina shida. Katika maswahaba walokuwepo watu wenye jazba wakamwambia ya Rasulullah, alasna fil haqi, ewe Mtume wa Allah, kwani sisi hatuna haki mpaka akija katika Waislamu akienda kwa Makuraishi aachwe akaritadishwe kule, akitoka kwao akija kwetu tumrudishe? Ina maana sisi hatuna haki, wao ndo wenye haki. Mtume akamwambia jamani, polepole, acheni, andikeni. Wakaandika maswahaba. Ni mkataba ulionekana umejawa dhulma, kila nukta, vipengele vyote vilikuwa ni vya dhulma, lakini Bwana Mtume akaviruhusu vyote, andikeni. Fama natija hadhihi sulh, natija yake ni nini? Tumalizie khutba yetu na maneno ya Ibnul Qayyim pale aliposema faida ya suluhu hii baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kukubaliana na yale masharti ya dhulma ni tasmiyatullahi la ilaha illa Allah. Kwanza jina la Allah kutajwa ambalo ni la ilaha illa Allah, pamoja na kwamba walikataa kuliandika, lakini limetajwa katika kile kikao. Hilo la kwanza. Pili, jaalaha a'daa kalimatul fujur, hili neno limejaliwa kuwa ni maadui, ni adui. Neno hili limekuwa ni adui katika wale watu waovu, ni neno la uadui, lakini ni kalimatun jamilatun ala almuslimina wa hiya kalimatul islam, ni neno zuri kwa Uislamu, nao ni neno la Uislamu. Pili, tafsiru shay'in min shahadati anna Muhammadar rasulullah, tafsiri ya ashhadu anna Muhammadar rasulullah walifahamu vyema, ndio maana walikataa kuandika. Na maana kama ni da'wa imewafikia pamoja na kuikataa, kwa sababu qad yunkiru al-ain dhaw ash-shams, jicho linaweza likakataa nuru ya jua, si kwamba kwa sababu jua halifai. Jicho lenyewe lina tatizo, na wao akili zao zilikuwa na tatizo, lakini tayari wameshajua nini maana shahadatu anna Muhammadar rasulullah. Tatu, maarifatu makanu nia, kutambua sehemu ya nia, kwa sababu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika pale alipokataliwa akawaambia maswahaba, chinjeni hapa hapa, tuchinje turudi zetu. Wakakataa. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akaingia kwa mke wake akamwambia, tafuta kinyozi, kaa pale, nyolewa, watanyoa na watachinja. Mtume kanyolewa na maswahaba wote wakanyoa na wakachinja, nia zikatimia. Ina maana umra yao imetimia kwa nia zao. Ibn al-Qayyim akasema inna hadhihi al-hudna, mkataba huu, kanat min a'dhami al-futuhi al-islamiyya, ilikuwa ndo funguzi kubwa ya Uislamu. Fa inna nasa amina ba'dhum ba'dhan, watu wakapata amani baadhi yao kwa baadhi nyingine.
wakhtalata almuslimuna bilkufari, waislamu wakachanganyikana na makafiri, kwa sababu ni amani, hakuna vita tena. Walikuwa wanaogopana zamani, wakachanganyikana na makafiri. Walipochanganyikana na makafiri, ndiyo da'wa ikaanza kufanyika vizuri, wakapata waislamu fursa ya kuwalingania makafiri baada ya kwamba walikuwa wakiogopana zamani. Ndio hapo wakaanza kuwalingania, lakini wakaanza kuwasikilizisha Qur'an, mpaka wengine wakahifadhi Qur'ani hata kabla ya kusilimu. Wanadharuhum ala alislam, wakahojiana juu ya Uislamu, aminina, wakiwa na amani. Wadhahara man kana mukhfiyan bilislam, wakadhihirika wale walikuwa wanaficha Uislamu wao, wakaudhihirisha na wao wenyewe, Uislamu katangazika. Na hapo ndo Allah subhanahu wa ta'ala akasema, inna fatahna laka fathan mubina, hapa ndo tumekufungulia ufunguzi uliye mkubwa, liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, ili Allah akusamehe madhambi yako yalotangulia na yale yajayo. Imamu Nawawi akasema, wanawachuoni wanatuambia almaslahatu almutaratiba tamaman ala sulhil Hudaybiyah, maslaha yanayofungamana na sulhul Hudaybiyah, a'dhamuha fathu Makkah, kubwa zaidi ya yote, pamoja na kwamba yalionekana ni mkataba wa dhulma, ikawa ni sababu ya kufunguliwa Makkah. Waislamu wakalinganiwa, ikawa wenyewe ndo wakayavunja yale masanamu kwa mikono yao. Wadukhulu nasa fi dini llahi afwaja, na watu wakaingia katika dini ya Allah makundi makundi. Idha jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dini llahi afwaja. Hii au mkataba huu unatuashiria, asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum, mnaweza mkachukizwa na jambo, kumbe hilo jambo ni kheri kwenu ninyi. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum, na mnaweza mkapenda jambo, kumbe lile jambo ni shari kwenu ninyi. Mkataba huu maswahaba waliuchukia, mpaka wakamwambia Mtume, hatuko kwenye haki sisi, lakini ndiyo mkataba ambaye umeleta funguzi ya Makkah na kile umeleta futuhati katika miji ya Kiislamu, mpaka leo mimi na wewe tunajinadi kuwa ni Waislamu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wafiqna ila alhaq wa ila tariqin mustaqim. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka raufur rahim. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun.